Naam, mtazamaji, kila siku huwa nakwambia Mwenyezi Mungu mwenyewe yupo upande wa Tundu Lissu na huwa nakueleza kwamba Tundu Lissu ataweza kushinda kesi hii ya mchongo dhidi yake. Mtazamaji, baada ya Tundu Lissu kuonekana yuko karibu kushinda kesi, sasa utawala wa Samia Suluhu wadaiwa kufanya makusudi kumzuia Tundu Lissu gerezani kwa mbinu ya kuahirisha kesi yake siku baada ya siku hadi leo. Bila uoga, sasa John Heche ametoa kauli nzito ambazo zimepongezwa na wafuasi wa Chadema na Watanzania wengi. John Heche amehoji ukimya wa mahakama kuhusu kesi hii ya mwenyekiti wa Chadema na kwa nini inaahirishwa mara kwa mara ili tu Tundu Lissu azidi kubaki gerezani. Kama kawaida yetu mtazamaji, kabla nisonge mbele, niambie unanisikiliza ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi, niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani, na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanitazama ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, hali ya kisiasa nchini Tanzania kwa mara nyingine tena imeingia kwenye mjadala mkali kufuatia matokeo mapya kuhusu kuwekwa kizuizini na mabishano ya kisheria yanayomhusisha Tundu Antipas Lissu. Taarifa zilizozagaa leo kwenye duru za kisiasa mitandaoni zinaeleza kuwa huku Tundu Lissu akionekana kukaribia kupata matokeo mazuri ya ushindi katika kesi yake ya uhaini, kulianza kuibuka ucheleweshaji mpya ambao umeongeza muda wa kukaa rumande kwa Tundu Lissu, tukifahamu tayari Tundu Lissu amekaa zaidi ya miezi 11 tangu mwaka jana gerezani. Mtazamaji, kabla ni kueleze zaidi, bonyeza alama like kisha subscribe. Wafuasi wa Tundu Lissu sasa wanadai kuwa kuahirishwa kwa mara kumezua hali ya sintofahamu na hali ya kukata tamaa kwa wafuasi wa Tundu Lissu na wa Chadema. Maendeleo haya sio tu yamezidisha mivutano ya kisiasa, lakini pia yamevutia umakini wa umma na kutoka mataifa ya nje. Katika mitandao ya kijamii na vikao vya hadhara leo, mijadala kuhusu Tundu Lissu imeweza kuzuka tena upya pamoja na kutawala mijadala ya kitaifa mitandaoni. Mjadala huu umezidi kuongezeka baada ya kiongozi mkuu wa upinzani John Heche, ambaye ndiye kiongozi sasa, ambaye ni mdogo wake Tundu Lissu, ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema, ambaye anamsaidia Tundu Lissu kuongoza chama hichi cha upinzani. John Heche leo amehoji hadharani kile alichoeleza kuwa ni ukimya wa mamlaka za mahakama kuhusu mwenendo wa kesi inayomkabili Tundu Lissu. Akizungumza kupitia mtandao wake wa kijamii mnamo Machi tarehe 17 mwaka 2026, John Heche amesisitiza udharura wa kushughulikia ucheleweshaji unaomhusu Tundu Lissu. John Heche alionyesha hali hiyo kuwa ni jambo linaloibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wanachama wa Chadema na umma kwa upana wa Tanzania. Kwa mujibu wa simulizi yake John Heche, haki kucheleweshwa kwa Tundu Lissu kuna hatari ya kutafsiriwa kuwa haki ambayo imenyimwa. Kuingilia kati kwake kuliinua kwa kiasi kikubwa misimamo ya kisiasa inayozunguka hatma ya Tundu Lissu. Wafuatiliaji wa mambo nchini wanasema kuwa kesi hii ya Tundu Lissu imebadilika zaidi ya suala la kisheria na sasa inaashiria mijadala mipana zaidi kuhusu utawala na uwajibikaji nchini Tanzania. Kwa miaka mingi, Tundu Lissu ameendelea kuzungumzia masuala ya kitaifa yakiwemo madai ya rushwa, matukio ya mauaji, taarifa za kutekwa pamoja na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Wafuasi wanahoji kuwa misimamo hii ya wazi ya Tundu Lissu imechangia changamoto za kisiasa na kisheria ambazo sasa zinamkabili Tundu Lissu leo mahakamani. Kutokana na hali hiyo, wananchi wengi wanaona kuendelea kushikiliwa kwa Tundu Lissu gerezani ni mtazamo tu wa kisiasa. Mtazamo huu pia umechochea wimbi la uharakati na kampeni za mshikamano mitandaoni ya safu ya upinzani. Viongozi wanaendelea kuhamasisha uungwaji mkono huku wakionyesha wasiwasi wa kiutaratibu katika uendeshaji wa kesi inayomkabili Tundu Lissu. Kwa mujibu wa taarifa zinazohusishwa na John Heche, rufaa ya awali iliyowasilishwa mahakamani hapo inadhihirisha kuwa hakuna udhibitisho wa hakika uliopatikana dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Mabishano kama haya yamezidisha wito wa uwazi na kuongezeka kwa kasi ya usikilizaji. Wanachama wa Chadema wamezidi kutaka ufafanuzi juu ya mustakabali wa Tundu Lissu mahakamani na gerezani. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa vilevile upande mwingine wameonya kuwa kutokuwa na uhakika wa kisheria bila kutatuliwa kunaweza kuzidisha ubaguzi, hasa kesi hii ikiahirishwa siku baada ya siku. Muda wa kuzuiliwa kwa Tundu Lissu gerezani au jela umekuwa gumzo kubwa miongoni mwa wananchi na watoa maoni katika taifa hili letu tukufu la Tanzania.
Taarifa zinaeleza kuwa takriban mwezi mmoja umepita huku Tundu Lissu akiwa rumande bila ya kuendelea kuonekana mahakamani. Kwa watazamaji wengi, ukimya huu wa muda mrefu kutoka kwa mamlaka ya Samia Suluhu umezua ombwe lililojazwa na uvumi. Wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa ingawa taratibu zinazostahili ni lazima ziheshimiwe, mawasiliano kuhusu kesi zinazomhusu Tundu Lissu ni muhimu. Uaminifu wa taasisi mara nyingi hutegemea jinsi mambo hayo ya awali ya juu yanavyoshughulikiwa. Kutokuwa na uhakika huku kunaendelea kuchagiza mazungumzo ya kitaifa. Wakati huo huo, mazingira ya kisiasa yamekuwa yakiongezeka huku wafuasi wakiandamana kumtetea Tundu Lissu. Mikusanyiko ya hadhara, kampeni za mitandao ya kijamii na mijadala ya jamii mara kwa mara yamezingatia athari zinazodhaniwa kuwa ya kumweka Tundu Lissu rumande au gerezani kinyume na sheria. Wanamkakati wa upinzani wanaamini kuwa hali hiyo ya Tundu Lissu inaweza kuathiri juhudi za baadaye za uhamasishaji wa kisiasa. Wakati huo huo, wakosoaji wanahoji kuwa taratibu za kisheria lazima ziruhusiwe kutekelezwa bila shinikizo la kisiasa kutoka kwa upinzani au chama chochote kile. Mgongano huu wa mitazamo umezidisha mvutano unaomzunguka Tundu Lissu mahakamani na gerezani. Taifa linaangalia kwa makini jinsi matukio yanavyoendelea kutokea leo. Washirika wa serikali wameshikilia kwa kiasi kikubwa kwamba kesi inayomhusu Tundu Lissu inapaswa kuzingatiwa kama kesi nyingine yoyote ya kisheria nchini. Wafuasi wa Rais Samia Suluhu Hassan na CCM wakisisitiza umuhimu wa kuheshimu taratibu za kitaasisi, wanasema kuwa kufanya maamuzi ya mapema kuhusu kushikiliwa kwa Tundu Lissu kunaweza kudhoofisha imani ya wananchi. Hata hivyo, sauti za upinzani zinaendelea kuhoji kama misukumo ya kisiasa inaweza kuwa na ushawishi wa muda. Tofauti hii ya masimulizi inaangazia hali ya kisiasa iliyogawanyika sana. Hata hivyo, migawanyiko kama hii huenda ikachagiza mjadala mpana wa kitaifa sasa. Hisia za umma kote Tanzania leo zinaonyesha mchanganyiko wa wasiwasi, dhamira na matarajio kuhusu mustakabali wa Tundu Lissu, hasa kesi yake ikiweza kufutwa mara kwa mara na kuahirishwa. Raia wengine wanahofia kuwa kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu kuhusu kesi hiyo kunaweza kusababisha machafuko ikiwa matarajio yatadhibitiwa ipasavyo. Wengine wana matumaini kuwa uwazi wa kimahakama utajitokeza hivi karibuni katika kesi ya Tundu Lissu. Mazungumzo kuhusu kiongozi wa upinzani yametawala masokoni, vyuo vikuu na mabaraza ya mitandaoni pamoja na katika mitandao ya kijamii na tovuti tofauti. Ujumbe huu ulioenea unasisitiza jinsi hadithi ama kesi ya Tundu Lissu imekuwa kiini cha chanzo cha machafuko ya kisiasa nchini. Sasa linatazamwa na watu wengi kama swala muhimu katika wakati wa kisiasa wa taifa hili letu la Tanzania. Ushawishi wa majukwaa ya kidijitali au mitandao ya kijamii umeonekana hasa katika kujenga mitazamo kuhusu Tundu Lissu na kesi yake. Machapisho yanayoenea na maoni yanaendelea kuweka ucheleweshaji huu kama maendeleo makubwa katika mashindano ya kisiasa ya hali ya juu. Meseji za watu kama John Heche sasa mitandaoni zimesambazwa sana na kuzidisha wasiwasi kuhusu hatima ya Tundu Lissu. Wataalamu wanaonya kuwa wanaharakati wa mtandaoni unaweza kuwawezesha wananchi na kueneza madai ambayo hayajathibitishwa, ambayo pia wanasema yatakuwa si ya ukweli. Kudhibiti mandhari ya taarifa hii bado ni changamoto kwa mamlaka. Vita vya simulizi inayomzunguka Tundu Antipas Lissu na kesi ya uhaini inaendelea kushika kasi. Wachambuzi wa masuala ya sheria wanasisitiza kuwa kesi tata zinazohusisha watu mashuhuri kama vile Tundu Lissu mara nyingi huhusisha hatua nyingi za kiutaratibu. Wanasema kuwa subira wakati mwingine ni muhimu ili kuhakikisha haki na usahihi. Hata hivyo, pia wanakiri kuwa ukimya wa muda mrefu unaweza kuondoa imani kwa taasisi zinazoshughulikia zuio la Tundu Lissu. Kwa hivyo, uwazi unaonekana kuwa muhimu katika kudumisha imani ya umma. Usawa kati ya mchakato unaotazamiwa na mawasiliano ya wakati unabaki kuwa mpole. Usawa kati ya mchakato huu unaotazamiwa na mawasiliano ya wakati unabaki kuwa swali gumu, huku Tundu Lissu akiendelea kubaki gerezani zaidi ya miezi 11 toka mwaka 2025. Maamuzi yaliyofanywa katika kesi hii sasa yanaweza kuwa na athari za kudumu za kitaasisi.